Ni wale wanaoishi katika mazingira magumu. Mwandishi wetu Leonard Mwache kutoka Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na wadau wa maendeleo kwa kushirikiana na taasisi isiyokuwa kiserikali Elisha Fashion and Youth Support kutoka mkoani Songwe baada ya kugawa vifaa vya shule ikiwemo sare na madaftari kwa wanafunzi wenye uhitaji na wanaoishi katika mazingira magumu katika kata ya Kikuyu jijini Dodoma. Lengo la sisi ni kutafsiri maono na maelekezo ya serikali ambayo wanawekeza katika sehemu kubwa ya ujenzi mazuri wa madarasa. Kwa kupata hizi uniform na kisaikolojia na kimtazamo wataendelea kuhaisha ndoto ya nchi yetu kwa kusoma kwa juhudi na kufaulu, na kisha baada ya kufaulu maono ya taifa kupitia wao. Ni jukumu la wazazi tukishirikiana pamoja na serikali. Tunahitaji sisi ndio kuwahimiza watoto kwenda shule, lakini serikali tuandalie mazingira mazuri, mfano majengo, ili mzazi aweze kumpeleka mtoto kwa wakati. Baadhi ya wanafunzi wameshukuru wadau hao huku wakieleza changamoto walizokuwa wanapitia, huku baadhi ya vijana walioshiriki zoezi hilo wakibainisha nafasi yao kama nguvu kazi ya taifa. Kabla ya kupata hizi sare, changamoto yetu ilikuwepo, watu kopo hatuna sare za shule. Kwenda shule kopo ni vigumu. Lakini sisi ambao tulikuwa tunaanza kusoma shule, tulikuwa naenda na sare zetu za zamani ambazo sare zetu zilikopo kidogo zimechanika, zimetatuka, zinabana, shule hataki zilizobana. Lakini kwa wadau mmepotuletea uniform za shule, kwa sasa naanza kwenda shule kwa vizuri. Kwa kweli kama mama ajaye, nimefurahi kuona ndoto za watoto hawa zimeanza kuwekewa msingi imara. Limenipa hamasa mimi kama jamii kuonesha ushirikiano mkubwa kwa watoto hawa ambao wana ndoto nyingi. Kama wazalendo, kama vijana, tunapata shauku kubwa sana ya kuandaa wadogo zetu, watoto wetu ambao wanapitia changamoto, wanaoishi kwenye mazingira magumu. Tunatamani tuandae katika misingi imara ya kizalendo ya kulipenda taifa lao na wao kujiona ni sehemu ya jamii ya taifa Tanzania. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa kutoka Dodoma. Katika kuimarisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo na misingi ya utawala bora, halmashauri 5 za mkoa wa Iringa zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 51.7 kutoka vyanzo